Mungu aliniwekea ndani ya moyo wangu kwamba tutafanya changizo mara 3, tutaingia ndani ya jengo. Sikusema litakuwa limekamilika, lakini tutakuwa tuko ndani. Na nilikuwa nikipiga kelele, watu wengi walikataa, lakini nawashukuru kwa kuniheshimu, na mlikuwa na hekima, kwa sababu kama ni uongo isingetimia. Kwa nini mnagombana na kiongozi? Unajua unaweza kaanza kushindana na kiongozi, mwisho unaonekana ni mtovu tu wa nidhamu. Kama kiongozi yeye anasema anaamini mara 3, situvumilie, situko naye hapa duniani. Lakini Mungu asifiwe, mara 3 si zimetimia, si tumeingia? Jamani, tumeingia hatujaingia? Niliwaambia usemi tukiwa kimama, nilikuwa nawaambia kuingia kuingia tunaingia. Hili neno watu walilipinga sana, mpaka wakawajia wachungaji wangu, wakaanza kunipigia simu, mzee unaonaje Pasaka, naona kama karibu. Nikamjibu mmoja wapo, nikamwambia ndugu, FPCT kuna msemo sasa hivi, usinipunguzie. Na kwa sababu ananiheshimu anasema sawa mzee, tunaingia. Kuna wengine walikaa vikao vidogo vidogo, ila bado mmeniheshimu. Kuingia hatukuingia? Kuingia hatukuingia? Huwezi kufanya kazi kubwa kama hii ya mamilioni. Tumeshavuka zaidi ya bilioni 1, alafu tushindwe kufanya finishing hata kama ni ya milioni 600. Ikiwa tumeenda mara 2, tutashindwaje hiyo 1? Yaani tutumie tu akili ya kawaida. Eti jamani tushindwe? Sio mahali pa kushindwa. Yaani hata kama una imani ndogo, wewe ampandisha imani, kazi inaenda. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo nianze kwa kusema ninamshukuru Mungu sana kwamba kazi hii ambayo Mungu amewapa kanisa la FPCT hapa Arusha imefanyika nikiwa na mimi mmoja wapo, na pia ni kiongozi. Naomba mnisaidie tumpigie Mungu makofi kwa hilo. Ingeweza kanisa la FPCT lilikuwepo hapa, ingeweza kufanyika kabla sijaja, au ingeweza kufanyika baada ya kuondoka hapa duniani. Ni neema kushirikishwa baraka. Nafurahia katika wakati Mungu amefanya jambo, na mimi ni mojawapo. Haleluya! Alafu sio mojawapo tu kama mchungaji, ni mojawapo wa watoaji pia. Tumetoa. Hata asubuhi leo tulikuwa tumekwangua huku na huku fedha, na mke wangu kumbe wakati tunaendelea kutangaza, naye ametafuta kwa njia zake, ananiambia na mimi baba, akiba ndogo niliyoipata kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu hii hapa. Mpaka na mimi nikajiuliza, hivi kweli kama yuko Mungu wa mbinguni, sisi tunahangaika, tumestopisha hata kujenga? Jamani, ataacha kutubariki? Jamani, atatubariki. Kwa hiyo jamani, mkiona tunabarikiwa, msione wivu kabisa. We are serious. I with my wife tuko serious kabisa, tuone hii kazi. Kuna wengine wanasema si mtafanya kwa sababu nyinyi ni wachungaji, kwani tutakuwa wachungaji milele? Si tunaondoka, hata kama kwenda mbinguni tutaenda tu, tutaacha hii kanisa. Hakuna hata mtu anaweza kukumbuka. Wakipenda wataweka kumbukumbu, lakini si tunafanya kwa sababu tunajua hii ni kwa Bwana, sio kwa mtu. Hatufanyi kitu kwa mtu. Wahudumu wangapi wamefunga mahema na maturubali, hawana hata mahali pa kanisa, lakini wana magari ya ajabu, wana maisha, wanatembea na mandege, wanalala kwenye mahoteli. Tumia akili. Naongea hivi kwa sababu kuna watu wana akili ya kufikiria. Kwa hiyo uelewe moyo wangu, sifanyi kwa sababu mimi ni kiongozi. Nafanya kwa kuwa mimi ni Mkristo, ninaamini katika neno la Bwana kwamba wanapobarikiwa wengine, na mimi nibarikiwe na familia yangu. Amina, amina. Namshukuru Mungu. Naongea hivi kwa sababu naandaa tu mioyo muelewe tunachokifanya kiko kiroho, mtu asikudanganye. Jamani, najisikia raha. Simnisaidie kumpigia Yesu makofi. Leo hapa mjini
Sisi sio wanyonge tena. Sisi sio wanyonge. Namshukuru Mungu, changizo lililopita kama hili, nilikuja na gari yangu mwenyewe na nilizuia siendeshwe na mtu, maana alikuwa ni Isaka wangu. Kweli nawaambia, nilikuja nawaambia, Prado, kwa heri ya kuonana, nenda salama mwanangu, Bwana ndiye aliyeniagiza. Lakini Mungu asifiwe, changizo ambalo linakuja, nimekuja na mnyama, naambia nakumiliki katika jina la Yesu, mnyama ambaye ni mbingu tu zimenipa. Si nyinyi ni mashahidi, nani amenichangia hata 10,000 ninunue mnyama? Mseme kweli, mchue huyu ni Bwana. Wakati tunaipangia kuuza, Mbisa akaniuliza kwamba ni ya mwaka gani, nikamwambia usiulize hilo swali, hayo ni makwazo, kwa sababu ni ya siku nyingi sana. Alafu leo within 1 year naendesha gari ya 2024. Yani hata kama una kaimani feki, si ukashepu tu kwamba hakika huyu mzee kuna kitu kinaendelea. Yuko Mungu anatuthibitishia, anayoyasema ni kweli, hayabadiliki. Kwa hiyo acheni siasa hazikosekani, lakini acheni hizo, hazitusaidii. Tumeimba tukisaida, mliimbaje tukisaida? Yani hakuna wimbo wa kinabii kama huo. Hawa wandugu, ingekuwa hatujapika nyama leo, ningesema tutawatafutia nyama leo, mtakula ya ziada kwa ajili ya kuimba huo wimbo. Ni wa ajabu. Tukisaidiana, kwa maana tukishirikiana, tutafanya mambo ya ajabu, dunia haitaamini. Ukisikia kusaidiana, maana yake wewe utaweka mchango wako na mimi naweka wa kwangu na mwingine anaweka, kadiri ya nguvu zetu na nini kidogo kidogo, tutafanya kama vile mtu anavyozijenga nyumba za vichuguu. Nimalizie tena, namshukuru Mungu, na nilishasema huko nyuma, kila nikitafakari, namshukuru Mungu mno mimi kuwa pasta wenu. Sijui mnaelewa. Kaumri kameendaenda, sasa hivi hawezi kunihamisha. Ndio maana siku ile niliongea paka nikawakosea, nasema lakini manyoka kuhama mtahama. Wanasema sasa siwezi kurudia, maana imeleta makosa. Lakini kusema kweli, kuhamisha mzee sasa ana wajukuu, naye ni aibu. Watanipeleka wapi? Tafia kwenye hii kanisa, na aga naondoka, naenda mbinguni. Lakini kama ningekuwa kijana kama Obadia au kama Epaphras, siku wananihamisha, ningelia sana, kwa sababu naondoka, naacha watu ambao wanauelewa na wana imani kubwa. Mwambie mwenzako, una imani kubwa sana wewe. Kabisa. Sio kwamba nakutania. Mwambie tena, una imani kubwa wewe. Unajua una imani kubwa kwa nini? Leo tunachangia, lakini bado unakuja kanisani. Wenye imani ndogo wameenda kuaga kwa sembele ya shangazi. La pili, una imani kubwa, wenzako wengine wanakujaga kwenye machangizo wamenuna, lakini wewe unacheza. Yani tulikuwa na Msui hapa, tukasema hii changizo kazi imeisha. Yani watu wanacheza, sio wanacheza kwa ajili ya nyama, wanacheza kwa sababu hata ukiongeza sio mbaya, si ya kwetu, kwani tumeiba. Bwana tusaidie sana. Hata tukicheza kwa ajili ya nyama, naye ni ya kwetu, lakini ukweli si tunacheza kwa sababu tunamsherekea Bwana, si ndio jamani? Machangizo kwetu tumekataa kabisa kuyaita harambee, tunaita ni sherehe. Amina. Ni sherehe. Kwa nini? Tunafurahi kwamba Bwana ametupa nafasi ya kufanya jambo ili tuende tuone matokeo yake, kwa sababu heri kutoa kuliko kupokea. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Emmanuel Mahinga yuko hapa, kapiga na tai.
na apigage tai siku nyingine. Hiyo ndio tabia nzuri. Yaani kuna watu wengine siku ya changizo eti anavaa vibaya ili watu wamhurumie. Achana naye. Piga suti mwanangu. Kabisa. Na tai. Wazee wengine hawajapiga tai samahani, lakini napiga na tai. Leo mimi nilikuwa nitavaa nguo nyingine ambayo haina tai. Mama akaniambia mnapiga suti. Nimepiga suti kalikali na shati amenichagulia mama. Nzuri au vipi? Hivi tunavyofurahi tunamshinda adui yetu. Kwa sababu wakati wa machangizo ni wakati wa kwenda kuvamia ngome za ibilisi, kunyang'anya mali alizoziiba zije zimtumikie Mungu. Sio kazi rahisi. Kunakuwa na idea nyingi, uchungu, hata wengine kikwazo tu, mtu anajisikia hapana bwana, haiwezekani bwana, acha na wewe, twende, tutafika. Mungu asifiwe sana. Uzuri ni kwamba tumeshatangaza changizo hili halijaja kutufilisi, limekuja kutubariki. Ndugu zangu, huu ni mgodi. Hii kanisa ni mgodi wa kutajirika. Bwana asifiwe sana. Chochote apandacho mtu ndicho atakacho vuna. Kwa hiyo ukipanda kwa ukarimu, Mungu atafungulia kwa ukarimu. Ukitia sumusumu na hasa maneno, jamani kwa sababu sadaka tunapotoa huwa tunazibariki. Mmenielewa kwamba Baba nakushukuru umenipa hii, na ibariki katika jina la Yesu, ikatende mambo ya ajabu. Tulipokuwa tunatoa Prado, tuliomba tumahitaji sijui 3, 4. Sio kwamba tunaitamkia Prado tuletee hela. Hiyo ni ibada ya sanamu. Tulisema Baba tunakushukuru kwa sababu umetuagiza na sisi tumetii. Lakini tunakusi pia moja, tukapanga mahitaji. Hakuna hata moja ambalo Bwana hajatutendea. Ametutendea kabisa. Kwa hiyo unapotoa usitoe unalalamika kwamba tafanyaje bwana, nimeingia hii kanisa kwa bahati mbaya, ningejua niende EAGT. Si uende tu, hamna anayekufunga. Usilaani sadaka yako, ibariki, ifurahie. Ongea kwa furaha kabisa hata na mke wako kwamba we are so glad. Tunacho hiki, tutapeleka kwa ajili ya nyumba ya Mungu wetu. Alafu mnasema Bwana ukipenda utukumbuke na sisi, kuna issues hapa kwenye familia. Asi Mungu anapenda ushirika huo. Ni kama toa pokea, toa pokea. Anapenda sana hiyo. Wangapi wana amani kwenda kumtolea Bwana leo? Hayafikiwi maono hivi hivi. Ni lazima uchukue step. Hata kama Mungu atanyesha mvua kama mana, mikate kama mana, huwezi kulala ndani alafu mana ije iangukie kitandani. Hiyo ni akili mbaya ati. Epafras, Mungu ananyesha mvua ya mana, alafu hamtaki kabisa kutoka nyumbani na Grace, mnataka ije idondoke kwenye neti. Hata neti mnasema ange idondoke na mdomoni. Mungu huyo hayupo. Mwambie Mungu wa hivyo hayupo kabisa. Mimi nakueleza, maono yanafanyiwa kazi. Usiseme imani tu. Imani peke yake haitoshi. Imani ina uwezo wa kufanya kuona, lakini imani pia inakusaidia kukupa nguvu na uwezo wa kustep kwenda mbele, kuyafikia yale unayoyaona. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Lazima ufanyie kazi. Kwa nini watu wanaahidi, wanaona miezi 10 ni mingi, alafu ghafla anashangaa imebaki miezi 2 na bado hajatoa hata kidogo? Kuna wengine wanataka kuhama kanisa. Niacheni mchezo wa kusema kwamba hapana, tusiwe tunawaachia. Tutawakimbiza watu kanisani. Yaani huyu ni mshirika wetu, awe amemaliza mchango au hajamaliza, ni wa kwangu. Sijui unanielewa. Hatujapatana hapa njoo kwenye hii kanisa ili utoe mchango. Hiyo sio kweli. Tumefanya kwa kadiri ya imani. Si sawa? Sasa tusipowatangazia kwamba now you are free in the name of Jesus, si tutawaingiza watu kwenye shida. Hata akitokea kwamba mbona hujaenda kanisani? Sijaenda kanisani, sijamaliza mchango wa watu. Sasa unakuwa tena mchango wa watu jamani.
Bwana tusaidie sana. Nimefanya mbele yenu siku zote. Tukianza changizo lazima na mimi nitasema ya kwangu. Kwa nini nafanya hivi? Kwa sababu ninajua kama nimeona na ninaamini niko Mungu, lazima niifanyie kazi hiyo imani yangu, nihakikishe inatokea. Sijui naongea na nani hapa? Bwana asifiwe sana. Ili uweze kuona na kufikia maono yako, nataka nikuambie ziko step 2. Ya kwanza, Mungu akitaka kukupatia lolote, atakutanguliza kukuonyesha picha ya kile ambacho amekusudia kukupa. Sasa hapa naongea habari za kiroho sana. Ukiwa wewe unaongelea mchango, shauri yako. Mimi siongelee mchango. Nazungumza tu kwamba Mungu hawezi kukuita uokoke asikutendee mambo. Kila mtu aliyeitwa akaokoka, Mungu anakusudia kumpandisha. Nakwambia amini ninachokueleza. Ndivyo ilivyo. Mungu hajatuita tuwe mafukara mpaka tufe tukiwa mafukara. Sio mpango wa Mungu. Huo sio mpango wa Mungu, si usikie amen. Mungu akikuita ukiwa mgonjwa, atakupa picha ya ukiwa mzima. Ili ufikie uzima, kuna vihatua ufanye. Bwana tusaidie sana. Hebu tusome katika Kumbukumbu la Torati sura ya 34. Kumbukumbu la Torati sura ya 34. Nilipokuwa na itafakari nikasema kwa kweli Mungu huyu ni wa ajabu sana. 34 Kumbukumbu la Torati ndio sura ya mwisho sasa ya Kumbukumbu la Torati. Hebu tuanzie mstari wa kwanza hadi wa 5. Nitawaelezea tu, utaelewa. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima Nebo hata kilele cha Pisga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi hadi Dani na Naftali yote na nchi ya Efraim na Manase na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi na Negebu na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende hata mpaka Soari. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo nikisema nitawapa uzao wako. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Mungu atusaidie sana. Sasa nikwambie, Musa ni mdogo sana. Musa yani hayuko hata katika wale wa baba wa Israeli. Yeye ni mtumishi tu, ni kijana tu wa miaka ya mwishoni ukilinganisha na wale wazee. Lakini Mungu alimpa Musa nafasi ya kuona nchi ambayo aliahidi baba yake Ibrahimu. Ni vitu vya siku nyingi sana. Tangu Mungu alipomuita Ibrahimu, ukisoma katika Mwanzo sura ya 12, ili atoke katika nchi ya kwao aende katika nchi ile ambayo atakayemwonyesha, Ibrahimu alibadilisha mfumo wa maisha yake yeye na familia yake, na hata baada ya kumpata Isaka akabadilisha mfumo wa maisha ya Isaka, na hata Isaka alipopata Yakobo na wanao wakawa wamebadilika. Kabla Ibrahimu hajaitwa alikuwa mtu wa makazi, lakini alipoitwa akabadilishwa, akawa wale watu mnawaita nomadic, wale wanaohama. Hawa ni jamii ya watu walikuwa hawakai mahali pamoja,
Unajua wao walikuwa wanafanana na jamii kama za Wabarabaigi, Wamasai, wale wanaofuata malisho, hata Wasukuma na watu wengine. Hawana mahali pa kukaa, makazi yao yalikuwa anahamahama. Sasa hao Wamasai na Wabarabaigi wenyewe wanafuata eneo la malisho, lakini hawa hawakuwa wanafuata eneo la malisho. Walikuwa hawaridhiki kukaa eneo moja. Kwa nini? Mungu alikuwa amewanyang'anya nchi ya kwao, akawaahidi awape nchi nyingine. Kwa hiyo ilibadilisha mfumo wa maisha yao. Walikuwa hawajengi nyumba zenye msingi. Ukisoma katika Waebrania, hawakujenga nyumba za msingi kuweka kama hivi, hamna. Kwa nini? Wao walikuwa ni wapitaji na wasafiri, wakiendea nchi yao, wakiendea mji au miji ambayo ambao hawakuijenga. Hiyo ndio ilikuwa nchi ya ahadi. Sijui unanielewa? Sasa Ibrahimu alipokuwa ametengana na Lutu, Biblia inawaambia hivi, alipotengana na Lutu akaambiwa, inua macho yako uangalie. Angalia kutoka kusini, angalia kutoka kulia kwako, mashariki hadi magharibi, na kaskazini na kusini. Nchi hii ambayo macho yako yanaona nimekupa wewe. Sijui umenielewa? Kwa hiyo Ibrahimu akafanya hiyo kazi. Biblia inasema hivi, akatoka akaiangalia ile nchi. Alipoiangalia akaifurahia, akasema, asante Mungu, umenipa nchi kubwa. Biblia inasema akahesabiwa haki kwa sababu aliamini, ingawa ilikuwa bado hajaifikia hiyo nchi. Tuko pamoja jamani? Leo mniwie radhi, nafundisha mambo magumu kidogo, lakini nataka nikwambie hivi, Mungu anatutoa kwenye level moja, anataka kutumilikisha mambo makubwa kwa imani. Kwa hiyo kama wewe ni mdogo sana, vumilia tu, lakini nataka nikwambie hivi kwamba huwezi kupewa kitu na Mungu ambacho hajawahi kukuonyesha. Naomba Roho Mtakatifu awape macho, mwanze kuona yale Mungu anayetaka kuwapeni kwa miaka ya mbele sana. Sio haya macho yenye mlenda haya ya kuwekea na miwani, hayana kitu haya. Mungu aanze kukupa, unaona nini? Unaenda wapi? Nini kinatokea baada ya wewe kuondoka? Mimi napenda sana. Kuna watu wengine wanaogopa, acha woga. Ukisoma hata katika Waebrania hiyo sura ya 11 mstari wa 13 inalingana kabisa, inasema hivi, anazungumzia juu ya mashujaa wa imani. Hawa wote wakafa katika imani. Sema wakafa katika imani. Sio kwamba wakaasi, walikufa wakiwa bado wanafanya nini? Wanaamini. Huyo haitwi amekufa. Wasijazipokea zile ahadi. Sasa hii ina faida gani? Bali wakaziona tokea mbali. Praise the Lord. Praise the Lord. Yani wakaziona. Jamaa wanakufa lakini wanasema sisi sio hapa. Wangapi wanaona mbingu? Au mnataka kuzivuta tuzije hapa duniani yaishe? Wangapi wanaona kwamba kuna maisha baada ya hapa? Au mnataka muenjoy tu hapa? Kuna watu wana akili ndogo, ndio maana mnawaletea theology ambayo haipo. Kwa hiyo hata kama Yesu bado hajarudi kulichukua kanisa, muumini akifa haepotei, kwa sababu anajua kabisa, hata nikifa leo nina uzima ambao Bwana amenionyesha wa baada ya maisha haya. Hatuogopi. Kama tunaogopa, basi waliokufa wameingia hasara, na haiwezekani. Wacha Mungu, watoaji, waombaji, waimbaji, watu walifanya huduma, eti wapotee kwa sababu wamelala? Hakuna. Walioamini hata wakifa bado hawajapokea, haiwavunji moyo. Biblia
inasema hivi, bali waliziona tokea mbali na kuzishangilia. Sema jamani, na kuzishangilia. Hivi unaona ahadi za Mungu huko mbele ya maisha yako? Unaweza kuzishangilia? Mimi naongea na watu hata hawaoni hawa jamani. Hivi unaona ahadi ya Mungu hata ukitimiza kazi hii, unaona kule mbele? Unaweza ukazishangilia? Punguza. Hiyo inashangilia ili kumaliza maneno kwamba huyu jamaa huyu mzee ataturudia tena. Nasema tena, I tell you, hebu nikuombee Mungu akupe neema, uone baada ya utumishi huu, uone unaweza ukamshangilia Mungu kwa ajili ya hiyo. Unaweza kumshangilia Mungu kwa baraka ya watoto wako. Unaweza kumshangilia Mungu kwa kuinuliwa toka familia ya namna hiyo. Wakazishangilia. Usicheze na watu wa imani, sio mpaka wasifikie. Wakazishangilia. Lakini la pili, na kukiri. Na kufanya nini? Na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Come on. Nataka watu wa namna hiyo jamani. Mungu asifiwe sana. Sio kwamba hawakuwa na manyumba, yalikuwepo lakini sio ya kudumu. Kwa hiyo ukiwaambia, mbona hamjengi nyumba ya msingi? Anasema hamna, hapa sio kwetu. Sisi tuko njiani bana. Tutajengaje msingi ya mawe? Sisi tuko njiani. Mnaenda wapi? We are going somewhere. Where? We don't know really where, but we are going somewhere. There. Wangapi wanajua kwamba wanaenda mahali fulani? Hata kama hawajui jina lenyewe, lakini si unajua unakoenda? Au unaona kuzimu? Kwa jina la Yesu kata kona. Ungana na waamini. Sisi hatuendi kuzimu. Sisi hatuendi kwenye majini. Sisi hatuendi kuchinjwa. Sisi hatuendi kufilisika. Sisi hatuendi kupotea. Tunajua tunaenda. Tunajua tunaenda. Tunajua tunaenda. Haleluya, haleluya. Una imani gani Bwana? Walio na imani wana uwezo wa kuona. Niliwahubiri siku ile nikasema hivi, dunia inavyokwenda hali ni mbaya, lakini sisi njia yetu ni nyingine. Si tulisema utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko huu? Nani anaamini hivyo? Nani anaamini hivyo? Nani anaamini kwamba mambo yatakuwa mabaya kwake? Shusha haraka, usichukue hiyo laana. Kuna watu wanadanganya, wanasema hivi kwamba nyinyi mnafariji tu, mnahubiri habari nzuri tu. Sasa unataka tuje tuhubiri habari mbaya hapa? Sisi ni wahubiri wa habari njema. Bwana ametutia mafuta kuwatangazia masikini kufunguliwa kwao, kwamba kuna habari njema. Habari njema ya masikini sio kuendelea kufilisika. Habari njema maana yake atakula milo yote wanaokula wenzake, na sio tu mulo, na kanyongeza kwa kitu kanaitwa pudding, kataongezewa kwenye milo yake. Kuna wengine wanauliza hivi pudding ni panya au nini? Wewe Bwana na kuinue, utaanza kuona wenzako wanavyokula sasa. Aya, Bwana tusaidie sana. Na kastata, sio unaparamia tu tonge za ugali kama ule wa kwangu, na msisitiza mke wangu apike mpaka koromeo inauliza leo ni nini? Nasema unavamiwa na chakula. Kuna tusupu na nini, Mungu anataka akupe. Wewe utasikiaga supu tu inanyoa kwa watu. Nani anaona kule tunaenda? Shangilia basi kama unaona kule unaenda. Pili, sema hatua ya pili. Sema hatua ya pili. Hatua ya pili. Sasa hii ndio ambayo tumesoma kwamba Musa akaona. Hatua ya pili, ongeza tu ukurasa moja hapo, fungua ukurasa mbele,
Tuje Joshua sura ya kwanza. Joshua sura ya kwanza, tuanzie na mstari wa pili. Mungu anamwambia Joshua sasa, si pale tulisema Musa alikufa Haya, tuanze hata wa kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Joshua mwana wa Nuni. Kumbuka Musa aliona. Sasa Joshua mwana wa Nuni anaambiwa mtumishi wa Musa, akasema Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani. Fanya nini? Wewe na watu hawa wote mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Nchi hii ni nani aliiona kwa macho? Jamani, si somo rahisi. Nani aliiona? Lakini akafa kabla hajaingia, si ndio? Na bila shaka aliishangilia. Si ana imani. Unajua walio na imani sio lazima mpaka wewe tu, hata kizazi chako kikifanikiwa, wewe ukiwa umeondoka, si ni baraka tu. Haleluya! Yaani mimi watoto wangu na wajukuu zangu na vitukuu zangu wana bahati kweli. Mimi sina roho mbaya. Mimi nataka nimtumikie kwa roho safi, niwafungulie mifereji waende wafanikiwe. Kuna wazee wengine wana roho mbaya, anasema nikifa tu mfereji ukatike. Wewe hufai kuwa kwenye hii kanisa. Unataka tu ufaidi wewe tu. Achia na watoto wako. Wazazi wangapi wana roho njema, wanasema watoto wangu wafanikiwe? Inua mkono. Kweli? Inua mkono wenye watoto sasa. Hata kama hawapo, si unawaona? Inua mkono. Inua mkono. Unaweza kuwabariki watoto wako? Unaweza kuwabariki? Hebu wabariki sasa katika jina la Yesu. Uzao wangu na ubarikiwe. Uzao wangu na ubarikiwe, kiroho na kimwili wabarikiwe katika jina la Yesu. Asante. Unaweza kuwabariki na wajukuu? Au unasema hayo matoto ya watu? Leo tunafundisha imani. Mnaweza kuwabariki wajukuu wenu? Kama Sopra anaweza kubariki wajukuu, hii ni hatari. Hebu inua mkono, bariki wajukuu sasa. Sopra, usiache, nimekuona umesema ndio. Baba, katika jina la Yesu tunabariki na watoto wa watoto wangu wakafanikiwe, wakujue wewe, iwe jamii na familia inayomcha Bwana. Tunakataa upagani, tunakataa laana, tunakataa vifo vya mapema. Tunataka wainuliwe sawa sawa na neno lako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na vitukuu unaweza? Mnatania nyinyi. Hatufanyi mchezo. Mimi niko katika roho, mjue hapa. Una imani kabisa mpaka na vitukuu. Kabisa vitukuu vya Kamulenga. Haya, hebu tujaribu kama mnaweza. Amini kama kweli inawezekana. Baba, katika jina la Yesu, mimi ninakucha wewe, hata vitukuu vitakavyozaliwa na wajukuu vibarikiwe, kwa sababu mimi ninakucha. Na hata leo nitatoa sadaka, uikumbuke, na hata vitukuu vyangu vibarikiwe na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na vile vingine vinaitwaga vinini? Kwa kuwa hata majina hatujui, tuachane navyo. Vitukuu watakuja kujifundisha na wenyewe. Hatuwezi kuwabebea mizigo yote namna hii. Wangapi wanasikia kushangilia? Kabisa. Haleluya, haleluya. Hata kama huna mtoto wa tumbo lako, Biblia imesema amemfanya aliyetasa kuwa mama wa watoto wengi. Shangilia Bwana. Kwa hiyo Musa akalala. Sasa anaambiwa hivi Joshua, mstari wa 3, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa.
Wangapi wanapata theology ya ajabu sana? Kila nyayo zenu, yani mkipiga step mnapeleka mbele, kila mtakapokanyaga, hiyo nchi nimewapa, hiyo nchi nimewapa, hiyo nchi nimewapa, hiyo nchi nimewapa, hiyo nchi nimewapa. Haijalishi kuna ukuta wa Yeriko, kama mmefika mpaka kwenye ukuta, hiyo nchi nimewapa, huo mji nimewapa, hiyo nchi nimewapa. Haijalishi kuna majeshi, kuna wafalme, lakini mkiwakaribia tu, as long mmejitahidi, miguu yenu imekanyaga, hiyo nchi nimewapa, hiyo nchi nimewapa, hiyo nchi nimewapa, hiyo nchi nimewapa. Kama una imani, piga kelele, osha kelele. Haleluya, haleluya. Tunaongea nguvu ya kuona na nguvu ya kutupeleka tukashike vile ambavyo tunaviona. Hii sio hadithi, mimi siongei vitu vya hadithi hapa. Maisha yangu sijawahi kupokea kitu ambacho sijaonyeshwa na Bwana. Wewe unaona nini? Unajua tunajaribu kufungua. Wengine wanaona mapepo, wanaenda kwenye ibada, hawaoni matumaini. Wanaona wachawi, wanaona imebaki wiki moja. Sisi haijabaki wiki moja, tutapiga. Nataka nikwambie, kwa kujenga hii kanisa, usibakisha hata sekunde ya maisha yako ulioandikiwa na Bwana. Kula hiyo kitu, ni haki yako. Ishi mpaka mwisho. Kwa hiyo usiseme mbona kama naumwa. Wewe piga step. Piga step. Piga step. Piga step. Kanyaga kwa imani. Usiogope kwamba unakabiliwa nani. You just step. Ingekuwa yani, natamani ingekuwa ni yale ministry, ningewaambia simameni tuanze kustep. Yani sikia mpaka ndani. Please. Hata ukikaa hebu step kwa roho. Step. Hebu sema step. Nenda. Kuna matisho, step. Kuna magonjwa, step. Kuna mshahara umeenda vibaya, step. Wewe step. Hai. Wewe unafanya mchezo katika ufalme. Yeye aliye dhaifu aseme nina nguvu. Sio unaida alafu baadaye unalegea. Step. Piga hatua. Haleluya. Hata kama msimu ni mbaya, hata kama mazingira yanakaa vibaya, walio na imani hawalalamiki. Tunaenda mbele tu. Ukikuta watu wanalalamika viatua vimiguu vyao vidogo mno, kama wengine hawana hata miguu, ndio wale wanaosema kwamba Bwana wanajua. Unajua anakujua ili ufanye nini? Si anakujua wewe ni lizembe tu. Bwana wanijua mtuma wako, mimi ni dhaifu, mimi mnyonge. Imbeni tu. Mungu ufalme wake utatekwa na wenye. Unafikiri nguvu za mdomo tu? Ni nguvu za kustep kwenda mbele. Wangapi wanaona hii kitu ya kumalizia hapa ni porojo tu? Hii hamna kitu hapa. Nani anaona hivyo? Mimi nakwambia kweli, mimi naona hii ni supu tu hii. Ni starter tu hii, tunapiga starter. Ingawa tuna finish. Amina. Kamlenga, unaamini tutafanya kuliko kawaida. Nani hapa anaamini? Kama unaamini hebu simama, sema mimi naamini nitafanya zaidi. Kabisa. Hebu sema tena kwa sauti mpaka dunia isikie. Mimi naamini nitafanya zaidi. Kabisa. Sitani hapa. Tunaongelea vitu vya rohoni. Walio wa roho wanaelewa kila kitu, wanaona kila kitu. Yote yanawezekana kwake aaminie. Leo sina, lakini naamini nitakuwa nayo. Haijaanza, itaanza.
kabisa katika jina la Yesu. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu hapa jamani. Sio Mungu wa hadithi, sio Mungu wa kutuletea maana zidondoke kitandani. Hapana, inaandikwa wakatoka wakaenda nje wakazikusanya. Nani yuko tayari kutoka na kwenda kukusanya? Hebu niwamalizie, kaeni kidogo, tunamalizia hii pointi. Joshua yeye hakuruhusiwa kuona tena. Yeye aliambiwa kila utakapojikaza mkakanyaga, mkiishia hapo imeishia hapo. Kwa hiyo kama wangekuwa na uwezo wangekanyaga nchi yote, na kila walipoenda kweli walifanikiwa. Joshua alikuwa pamoja na mzee mwingine, alikuwa anaitwa nani yule? Kalebu mwana wa Yefune. Huyu mzee alikuwa na miaka 90 au 80. Alipofika akasema kuna miji ilikuwa iko kwenye ile ya Efraimu, ilikuwa iko kwenye milima, miji mizuri lakini na majeshi ya kutisha. Mzee akasema hivi, nipeni hii ndio mimi nataka hii. Vijana wasema mzee, na uzee wasema wewe, sisi bwana, mradi nyayo tukikanyaga tunamiliki. Hamna uoga, hakuna kukata tamaa, hatuachi. Ingawa miaka inaenda lakini hatuachi, tutaendelea. Sio unakata tamaa, mtu asikutishe. Sasa tunapomalizia, ili kufikia hizo baraka, hasa baraka za utoaji, la kwanza, ona kwa imani na ukiri kwa kinywa chako. Ona kwa imani. Wangapi wanaona kwamba kazi inamalizika? Inamalizika au bado? Nasema hivi, mwenye macho ambiwi tazama. Hebu inua juu, mitaa inapiga mwanangu, imepigwa nakshi, utafikiri tuko White State. Tutashindwa kuweka madirisha? Hiyo ni akili gani? Tutakuwa tuna akili mbaya sana. Sasa tulipofika hapa hamna kurudi nyuma, tunaenda mbele. La kwanza. La pili, uwe na mtazamo ulio thabiti bila kuhamishwa katika lengo. Be focused. Kama umeahidi kwamba utafanya hivi, jengea msingi hapo, usikate tamaa. Adui huwa anatutisha, baadaye anakuambia hivi kwamba au tuliahidi nyingi sana au nina nini. Wewe anza, wewe simama kwamba nafika, nilikuwa katika Mungu na inawezekana kabisa. La tatu, piga hatua ya imani, ufanye kile ulichokusudia kukifanya kwa imani. Ndio hiyo kustep. Sawa jamani? Hebu tusome Wakorinto, na ndio litakuwa andiko langu la mwisho. Wakorinto wa pili sura ya 8, tutakuwa tunafikia mwisho. Changizo hili tutaenda masaa 2 tu, tutakuwa tumemaliza. Hata saa 1.5. Ni sisi wenyewe, hatujakaribisha mtu, ni sisi peke yetu hapa, na kitaeleweka. Mungu asifiwe sana. Finishing tunafanya peke yetu, kama tulivyofanya msingi, tulikuwa peke yetu, hatukukaribisha hata wageni. Ila kama mgeni yupo, maana leo hata kukaribisha wageni mlikaribisha kweli? Mlisha wakaribisha wageni, karibuni. Hapa tunaenda kwa imani. Ni kujilipua mwanangu, tangu uanze kuingia kwenye hiyo kanisa yenu hujawahi kusikia mchango kama huu. Subiri uone. Na kueleza kweli, we are not talking of 20,000 haikazagwi hapa. Utasikia madogo wanakuja wanaotoka kule Sunday, sio 20 tu, wengine watakwambia 200,000. Kwa hiyo hapa jiandae, tunawakaribisha, tunawapenda, lakini nataka niwaambie sisi tulikusudia kuifanyia finishing wenyewe kwa sababu Bwana ametuahidi kutubariki. Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 10 unasema hivi: nami katika neno hili natoa shauri langu. Kulikuwa na changizo ambao pia waliahidi, waliweka nadhiri wafanye. Natoa shauri langu, maana neno hili la wafaa ninyi mliotangulia yapata mwaka. Unaona, watu walikuwa wanafanya zaidi ya mwaka, licha ya kutenda hata na kutaka pia. Lakini sasa
timizeni kule kutenda nako, ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadiri ya mlivyo navyo. Maana kama nia ipo, si ndio ile kuona, hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. You have to take a step of faith katika yale unayofanya. Leo tutapokea ahadi, lakini ukweli sisi tunataka tuwatie moyo. Anza katika hiyo uliyoahidi, weka hata kama ni ndogo, weka, ni mbegu njema sana katika changizo lako. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na watu wataweka keshi na wengine wataweka kwenye account na nini, tutakwenda kuona mambo ya ajabu. Lakini mwisho, kamilisha kwa uaminifu, uwe mwaminifu. Kuna watu wengi ambao yani wananishuhudia vitu Mungu anawafanyia vya ajabu. Kuna watu wanapelekwa majina yao pamoja na watu wengine, lakini kugombea nafasi hii moja, alafu Bwana anawaporomosha wote, anawachukua wao, na wakati mwingine hata jinsi yao ilikuwa haina kibali, lakini tu ni kwa sababu amefanya kazi katika nyumba hii. Bwana anawafungulia mlango. Wengine wanaenda nje, wengine wanamiliki makampuni. Sio atuongei hadithi, sio tunakutania. Maana yake nakwambia, kabla hii project asingemiliki, lakini wengine wamemiliki. Kuna wengine wameenda nje, kuna wengine wamefanikiwa masomo yao, kuna wengine wamefunguliwa milango. Nilipigiwa juzi, na tena nimesahau kuisema hiyo, nilipigiwa juzi na mzazi mmoja ananiambia, nimetoa hata kama ni kidogo, nimetoa katika nyumba yangu, lakini katika nyumba ya Mungu, lakini niliamini katika neno lako kwamba nyumba hii ni baraka kwetu. Mtoto wake amefaulu kiwango cha juu, hajapata kuona. Si tumpigie Yesu makofi. Kuna watoto wazazi wa familia hii ya kanisa, Mungu anawafanyia miujiza. Mungu anawatendea mambo makubwa, na atawatendea zaidi. Si tumeomba hapa, Mungu abariki uzao wetu. Bwana tusaidie sana. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo hii unapozungumza, hakikisha unafanya kwa uaminifu, kwa sababu yuko Mungu katikati ya jambo hili. Sitaki kuwatisha, nataka niwatie moyo tena. Huwezi kufikia baraka zako bila kupiga hatua ili uzifikie.